Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mizani. Mtu kukuumiza kichwa kwa kumfikiria sana. Kupata maarifa mapya ya kibiashara au kazi. Kwa baadhi yenu mtapata furaha kubwa sana. Mtu anaahidi kitu cha kweli kwako. Kuna jambo hutakiwi kujisumbua nalo kabisa. Kwa kuwa utapoteza mwelekeo wako na pesa zako pia. Mizani, usipende ushindani. Jikubali wewe kama wewe, ili ufikie njia unayostahili. Ikatae tamaa na uchafu utakao kuweka matatizoni. Baadhi yenu kuna adhabu mtakayokuwa mnaipitia, bila kujua ulipokosea. Mtu anahitaji ukweli wako. Nyota ya Mapacha. Kupoteza kitu. Kujiinamia sana. Kushindwa kumsahau mtu uliyekuwa naye kwa wema. Kuyafikiria maneno mabaya uliotamkiwa. Kuhisi hali ya kusinzia sana. Kuhimizwa kwenye jukumu muhimu. Kuikataa dhuluma au kukataa kufanya dhuluma. Nyota ya Ndoo. Kutafuta kitu ulichokuwa nacho mkononi. Mtu ataonesha hali ya kujitenga. Kumwamulia mtu kwa kumwambia ukweli wote. Kutotaka kushindana. Utafanya kitu chenye faida kwa mtu. Nyota ya Samaki. Kutumiwa ujumbe mrefu utakao kuchosha kuusoma. Mtu kupata ufaulu mzuri wa masomo yake. Kuhisi neno la mtu linakugusa wewe au kukuhusu. Utaficha kitu kisiweze kujulikana. Kujilazimisha kuchukua kitu bila kukipenda. Kujihisi aibu kujielezea kwa namna fulani. Moyo wako unakuzungumzisha ukweli kupitia hisia. Tatizo la mtu utalijua kabla ya kutokea. Nyota ya Nge. Kutaka kuimarisha kitu. Utata ugumu kwa jambo linalopingwa. Kuhisi utakuwa na wakati wa kutosha kutekeleza kitu. Kuna hali ya kusita itakuwa inakujia. Kugombana na mtu au hali ya chuki kutokea. Mtu atajirudi kwako kuhitaji msaada. Nyota ya Kaa. Kuitikia wito wa mtu. Utaona hali ya kubadilika kwa matokeo fulani. Kukubalika sana na watu. Unaweza kutembea na kuona watu wanakutizama sana. Kuna hatua kubwa utaifikia. Kufanya kosa kisha utatubu. Kupenda kuchunguza kitu. Hutotaka kumshirikisha mtu jambo lako. Kupata sababu ya kuachana na mtu anayeutesa moyo wako. Kuhisi ulikosea kitu. Nyota ya Ng'ombe. Kuelewana na mtu lakini moyoni una hasira au chuki naye. Kupita sehemu na kujigonga kila wakati. Utakuwa mwenye hali ya usahaurifu. Kulalamika. Utakuwa mwenye utulivu sana na kuwaza mambo mengi yenye kukuhusu. Mtu anashindwa kukuelewa unachokitaka. Kumpuuzia mtu kabisa. Utaachana na mtu kwa amani. Nyota ya Mbuzi. Kuhisi ulichelewa kufanya kitu. Kulifikiria jambo linalojirudia akilini mwako. Kusikia mtu akiongelewa vibaya. Kutopenda jambo la kuapishwa au kutoa viapo. Utajihisi kuchoka sana. Nyota ya Mashuke. Mtu anazidi kukufunza kwa vitendo. Moyo wako kukuuma sana kwa jambo. Kupenda kuuliza maswali ili kujua zaidi. Utamkosoa mtu bila kujali. Utafanya jambo unalolipenda kulifanya. Kuhisi unakosa ushirikiano kwa mtu. Utaamua kuwa mwenyewe. Kutompa nafasi mtu ya kukuelewa. Kufanya kila unaona kinafaa kwako na si kumnufaisha mtu. Nyota ya Simba. Mtu anakuoneshea hali ya upendo. Kuingiwa na hofu kila ukitaka kufanya jambo. Kutamani mtu apone kwa haraka. Kufanya maombi kila wakati. Kuhisi wakati unaopitia una sababu kubwa. Kuna namna unayohitaji kuvuka. Ubaya wa mtu unaendea kumdhalilisha. Utashukuru kwa utakachokipata. Imani yako inakuongoza vema. Nyota ya Punda. Kuacha kuamini kitu kwa haraka. Kwa sasa umekuwa mkali na umakini sana. Hutaki mambo yaende tofauti na unavyotaka.
kufanya kitu ukiwa na mashaka, ila ujasiri wako utafanya utimize. Kwenye suala la pesa unaweza kugombana na mtu. Hutotaka masihala au mzaha. Mtu anakupenda sana kwa unavyomjali au kumzingatia. Nyota ya mshale. Kufanya kitu kwa ushahidi. Kutotaka kudhaniwa vibaya kabisa. Moyo wako unahitaji amani zaidi. Utashindwa kuelewana na mtu kwa mara moja. Kuwa makini sehemu ya giza. Kuna hatari inaweza kujitokeza. Kuota sana sherehe au kula vitu. Kuna tatizo linalokuandama. Utapata nafasi ya kuongea na mtu kwa kina sana. Na mwishowe kuelewana kwa amani. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.